Ada inasambazwa kote nchini humo baada ya Uingereza kuahidi kuongeza pauni milioni 120 za ufadhili. Nchi wanachama wa Umoja wa Ulaya pia zimeahidi zaidi ya euro milioni 500 kwa Sudan. Hayo yametangazwa kwenye mkutano wa kimataifa kuhusu Sudan ulioandaliwa na Uingereza kwa ushirikiano na Umoja wa Afrika, Umoja wa Ulaya, Ufaransa na Ujerumani. Misri, Kenya na Umoja wa Falme za Kiarabu ni miongoni mwa nchi zinazohudhuria. Waziri Lamy amesema ni makosa kimaadili kuikatia tamaa Sudan alipozungumza kwenye mkutano huo wa mjini London wa kuadhimisha miaka miwili ya mzozo ambao umesababisha vifo, maafa ya njaa na mamilioni ya watu kuyahama makazi yao. Mkutano huo umeileta pamoja jumuiya ya kimataifa ili kukubaliana juu ya kutafuta njia ya kukomesha mateso kwa watu wa Sudan. Tehran. Kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei ameonyesha kuridhishwa na mazungumzo ya hivi karibuni kati ya Iran na Marekani. Lakini Khamenei ameelezea imani yake na msimamo wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran wa kutilia mashaka nia halisi ya Marekani. Kiongozi mkuu wa Iran mwenye umri wa miaka 85 amesema mazungumzo kati ya nchi yake na Marekani yalifanyika vyema katika hatua za kwanza. Kwa mujibu wa televisheni ya taifa, maoni ya kiongozi huyo mkuu wa Iran, japo yametolewa kwa uangalifu mkubwa, yanaashiria kuyaunga mkono mazungumzo hayo na Marekani juu ya mpango wa nyuklia wa Iran. Geneva. Umoja wa Mataifa umesema vikosi vya Israel vimewaua raia kadhaa nchini Lebanon tangu kuanza kutekelezwa kwa hatua ya kusimamisha mapigano mwishoni mwa mwaka jana. Ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa imeripoti kuwa operesheni za kijeshi za Israel pia zimesababisha majeruhi miongoni mwa raia nchini Lebanon katika muda wa miezi 4 tangu kufikiwa kwa mapatano yanayolegalega kati ya Israel na Hezbollah. Ofisi hiyo imesema takriban raia 71 wameuliwa na vikosi vya Israel nchini Lebanon, ambapo walioathirika ni pamoja na wanawake 14 na watoto 9. Wakati huo huo, msemaji wa ofisi ya Umoja wa Mataifa ya haki amewaambia waandishi wa habari mjini Geneva kwamba tangu mwezi Novemba mwaka uliopita Israel ilishambuliwa kwa makombora yapatayo 5, mizinga na ndege za droni kutokea upande wa Lebanon, na kwamba maelfu ya Waisraeli wameyakimbia makazi yao kaskazini mwa nchi yao. Umoja wa Mataifa umezitaka pande zote ziheshimu sheria za kimataifa na umetaka uchunguzi ufanywe na watakaopatikana na hatia wawajibishwe. Taarifa hii ya habari za ulimwengu inakujia kutoka DW Bonn. Dar es Salaam. Chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania, Chadema, kimepuuzilia mbali hatua ya kunyimwa kwake haki ya kushiriki katika uchaguzi ujao na kusema uamuzi wa tume ya uchaguzi unakiuka katiba ya nchi. Mwanasheria mkuu wa chama hicho Rugemeleza Nshala amesema hoja ya chama hicho cha Chadema ni kwamba hatua zilizochukuliwa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi zinakinzana na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mnamo siku ya Jumapili, tume ya uchaguzi nchini humo ilitangaza kukipiga marufuku chama hicho kushiriki uchaguzi mkuu wa Oktoba na chaguzi nyingine zitakazofanyika katika kipindi cha miaka 5. Uamuzi huo umefikiwa baada ya Chadema kutotia saini kanuni za maadili ya uchaguzi. Kiongozi wa Chadema Tundu Lissu, ambaye alikamatwa na kufunguliwa mashtaka ya uhaini wiki iliyopita, awali alisema kuwa chama chake hakitashiriki uchaguzi bila mageuzi ya uchaguzi. Istanbul. Waziri wa mambo ya ndani wa Uturuki Ali Yerlikaya amesema wahalifu zaidi ya 200 wamekamatwa katika operesheni kubwa dhidi ya magenge ya wahalifu kwenye nchi hiyo na kwenye nchi zingine 5 na hasa nchini Uturuki. Waziri Yerlikaya amefahamisha kwamba wahalifu sugu 234 wa kundi moja la kihalifu wametiwa mbaroni. 9 kati yao walikuwa nje ya nchi na 225 walikuwamo ndani ya Uturuki. Waziri huyo wa mambo ya ndani wa Uturuki amesema msako wa wakati mmoja ulifanyika kwenye nchi kadhaa. Mwisho wa habari za ulimwengu. DW Dunia Yetu.
leo jioni. Na miongoni mwa tulionayo jioni hii ni pamoja na mkutano wa kuisaidia Sudan wafanyika mjini London, huku mito ikitolewa ya kutoigeuzia mgongo mzozo unaofukuta nchini humo. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu arejelea msimamo wake wa kupinga kuundwa kwa dola la Wapalestina, na Rwanda yawashikilia watu 87 kwa makosa ya jinai wakati wa juma la kumbukumbu za mauaji ya kimbari. Kanasi, mimi ni Lilian Mtono. Na jioni hii msikilizaji, tunaanza na ripoti hii inayosema waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Annalena Baerbock amesema mataifa hayatakiwi kuupa mgongo mzozo mkubwa kabisa wa kibinadamu unaosambaa nchini Sudan wakati wa maadhimisho ya miaka miwili tangu vita hivyo vilipoanza na kusababisha idadi kubwa ya raia kuyakimbia makazi yao na wengi kutegemea misaada ya kiutu ili kuishi. Bruce Amani na ripoti zaidi. How can we forget the world's largest humanitarian crisis? Tunaweza vipi kusahau mgogoro huu mkubwa kabisa wa kibinadamu? Watu milioni 30 ambao hawawezi kuishi bila misaada ya kiutu. Ripoti za kutisha, wanawake na watoto kubakwa. Nilipotembelea moja ya makambi ya wakimbizi na kuzungumza na mama mmoja, aliniambia binti yake hawezi tena kunyanyuka baada ya kubakwa mara kadhaa kabla ya kufika kwenye kambi hiyo. Nilikosa maneno ya kusema. There are no words left. Waziri huyo wa mambo ya nje aidha amesema Ujerumani itatoa dola milioni 142 za kuisaidia Sudan pamoja na mataifa ya jirani, ingawa ametoa angalizo kwamba hazitakuwa na maana yoyote ikiwa mzozo huo utaendelea, na kusisitiza kwamba ni lazima vita hivyo vimalizwe. Karibu mataifa 20 yanashiriki mkutano maalum wa kuisaidia Sudan unaofanyika jijini London, sambamba na wawakilishi kutoka Umoja wa Afrika na Umoja wa Ulaya. Akifungua mkutano huo ambao hata hivyo pande zinazovutana nchini Sudan hazikualikwa, waziri wa mambo ya nje wa Uingereza David Lammy alizitolea wito pande zinazohasimiana nchini Sudan kutanguliza amani na kuhakikisha misaada inafikishwa kote nchini humo baada ya Uingereza kutangaza kuipatia dola milioni 158.8. Lammy amesema kwenye mkutano huo kwamba si sawa kabisa kuupa mgongo mzozo wa Sudan. Serikali ya Uingereza imesema msaada huo unalenga kuwafikia watu 600,000 ikiwa ni pamoja na watoto walio hatarini zaidi na waathirika wa unyanyasaji wa kingono. Waziri Lammy aidha amesema ana matumaini kwamba misingi ya makubaliano yajayo kwa njia ya kidiplomasia inaweza kufikiwa kwenye mkutano huu ili wasije kukutana tena mwaka ujao kujadiliana hali kama hii inayoshuhudiwa wakati huu huko Sudan. Vita vya wenyewe kwa wenyewe kati ya jeshi la Sudan na wanamgambo wa RSF vilianza tangu mwezi Aprili 2023. Takwimu za Umoja wa Mataifa zinaonyesha kwamba zaidi ya watu milioni 12 wamekimbia makazi yao kutokana na mzozo huo, huku watu milioni 24.6 wakikabiliwa na kitisho cha njaa kali ndani ya taifa hilo. Mashirika ya haki za binadamu yanazituhumu pande zote mbili kwa uhalifu wa kivita kutokana na visa vya unyanyasaji wa kingono, mashambulizi dhidi ya raia na safisha ya kikabila. Umoja wa Mataifa hata hivyo umesema hii leo kwamba yapo matumaini ya zaidi ya watu milioni 2 walioyakimbia makazi yao kurejea katika mji mkuu Khartoum katika kipindi cha miezi 6 ijayo ikiwa mazingira yataruhusu, huku shirika lake linaloshughulika na uhamiaji IOM likisisitiza umuhimu wa kujiandaa kwa ajili ya kupokea idadi kubwa ya watu wanaotarajiwa kuanza kurudi nyumbani. Na tukiuangazia sasa mzozo mwingine, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amerejelea msimamo wake wa kupinga kuundwa kwa dola la Wapalestina. Ameutoa msimamo huo kujibu kauli ya rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ya kutaka kulitambua taifa huru la Palestina. Upande mwingine, bado Israel imeendelea kushambulia katika ukanda wa Gaza na Lebanon, kama anavyoarifu Saumu Mwasimba katika ripoti ifuatayo. Mashambulizi ya Israel leo Jumanne yalilenga hospitali ya Kuwait Field iliyoko ukanda wa Gaza na kumuua daktari mmoja na wengine 9 kujeruhiwa, kwa mujibu wa msemaji wa hospitali hiyo. Ni mara nyingine mashambulio yanayolenga hospitali kushuhudiwa baada ya Jumapili kushambuliwa kwa hospitali ya mwisho kubwa kaskazini mwa Gaza ambayo ilikuwa ikitegemewa kwa huduma muhimu. Pamoja na Gaza, jeshi la Israel limefanya pia mashambulizi makubwa nchini Lebanon hii leo likisema limemuua kamanda wa kundi la Hezbollah katika shambulio
shambulio moja la anga lililofanywa karibu na kijiji kimoja cha kusini mwa Lebanon cha Aitaron. Licha ya kufikia makubaliano ya kusitisha vita na kundi la Hezbollah nchini Lebanon mwezi Novemba mwaka jana, Umoja wa Mataifa unasema raia chungu nzima wameendelea kuuliwa tangu wakati huo. Ofisi ya mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa imesema kiasi raia 71 wakiwemo wanawake 14 na watoto 9 wameuawa Lebanon tangu Novemba 27 ulipoanza utekelezwaji wa makubaliano hayo ya kusitisha vita. Viongozi mbalimbali wa dunia wamekuwa wakitoa mwito kwa Israel kusitisha vita hivyo vya Gaza na Lebanon. Hivi leo Emir wa Kuwait Sheikh Mishal Al Ahmad Al Sabah aliyetembelewa na Rais wa Misri Abdul Fattah Al Sisi katika kasri lake la Bayan amesisitiza juu ya ulazima kusitishwa vita mara moja katika ukanda wa Gaza. Viongozi wote wawili wametoa msisitizo huo wakisema ipo haja pia ya kuachiliwa huru kwa mateka wa Israel na wafungwa wa Kipalestina wanaoshikiliwa kwenye jela za Israel, pamoja na kufunguliwa njia ya kupelekwa msaada wa kibinadamu utakaowafikia wa Palestina, sambamba na kuanza kwa ujenzi mpya wa Gaza utakaozingatia mpango ulioidhinishwa na mataifa ya Kiarabu na uliopendekezwa na Misri. Lakini upande mwingine, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amekosoa msimamo uliotangazwa na Rais Emmanuel Macron Faransa wa kutaka kuitambua Palestina kama dola huru katikati ya mwaka huu, akisema kuundwa kwa dola la Wapalestina itakuwa ni sawa na kuuzawadia ugaidi. Ujumbe huo wa Netanyahu ameutoa baada ya kuzungumza kwa njia ya simu leo na Rais Macron. Hadi tunaiandaa ripoti hii, bado upande wa Palestina ulikuwa haujatoa tamko lolote kuhusu kauli hiyo ya Netanyahu, ikiwemo kutoka mamlaka ya Wapalestina ukingo wa Magharibi. Ndani ya Israel kwenyewe hivi sasa lipo fukuto kubwa la kisiasa ambako chama cha waziri mkuu Netanyahu cha Likud kimemshutumu mkuu wa shirika la ndani la ujasusi Shin Bet Ronen Bar kwa kuligeuza shirika hilo kuwa chombo binafsi cha mgambo wanaowatumikia watu fulani wenye ushawishi kwenye dola. DW tunavuma kwa kishindo. Naam, taarifa ambayo ametuletea Saumu Masimba kuhusiana na yale yanayoendelea katika ukanda wa Gaza. Kuna mengi ambayo yanaendelea kujitokeza, na taarifa za hivi karibuni kutoka ofisi ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu zinasema ametembelea eneo la kaskazini mwa ukanda huo wa Gaza. Tutaendelea kukujuza msikilizaji, endelea kuwa nasi. Na tukiendelea na uchambuzi, vyombo vya usalama nchini Rwanda vinawashikilia watu 87 kwa tuhuma za kujihusisha na makosa ya jinai wakati wa juma la kumbukumbu za mauaji ya kimbari mnamo wiki iliyopita. Ni kosa la jinai nchini Rwanda kutumia lugha za ubaguzi, kubeza ama kukanusha kutokea kwa mauaji hayo ya mwaka 1994. Baadhi ya washukiwa ni vijana ambao hawakuwepo hata wakati wa mauaji hayo yalipotokea. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera alituletea ripoti hii. Haikutegemewa na wengi kwamba madai ya kutendwa visa vya aina hii vingetokea, hasa wakati huu nchi ikiwa katika wakati mgumu wa kuyakumbuka mauaji hayo, kwa kuwa sheria kali zimekuwepo kwa miaka mingi kuadhibu wale wanaokwenda kinyume na utaratibu. Dr. Murangira Thierry, msemaji wa taasisi ya taifa ya upelelezi na makosa ya jinai, amefanua jinsi watu hao walivyokamatwa. Ndavuga imibare guhera ku itariki 7. Natangaza takwimu za kuanzia tarehe 7 hadi 13. Ni mafaili 82 ya visa hivi. 76 miongoni mwake ni kuhusu itikadi ya mauaji ya kimbari na makosa yenye uhusiano na visa hivyo, na mafaili kuhusu kosa la ubaguzi kwa misingi ya ukabila ni 6, na washukiwa makosa haya yote waliokamatwa kwa ujumla ni watu 87. Idadi ya watu hawa imepanda kwa sababu mwaka jana wa 2024 tuliwakamata washukiwa wa visa hivi 53, lakini sasa unaona kuwa idadi imepanda hadi watu 87. Hari ubwiyongere bwabayeho. Kwa mujibu wa sheria mpya zilizowekwa mara tu baada ya kusimamishwa mauaji hayo ya mwaka 94, ni pamoja na kulifanya jinai kosa la itikadi ya mauaji ya kimbari kupitia kauli, maandishi au namna yoyote ile ambayo itafafanuliwa kama kupuuza kutokea kwa mauaji hayo. Pia mafunzo na miito iliendelea kutolewa kwa miaka hiyo, lakini hilo halijaondoa kuripotiwa kwa visa vya aina hiyo na kesi kufunguliwa dhidi ya wale wanaotuhumiwa kueneza chuki za ukabila. Na mwaka huu visa hivyo vimepanda, kama anavyoendelea kufanua Dr. Thierry Murangira. Mojawapo ya sababu ya hilo, tathmini ambayo tumeifanya, tumegundua kuwa ongezeko la itikadi hii linasababishwa na hali inayoendelea eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mathalani,
maneno yanayotangazwa kupitia mitandao ya kijamii. Mu gukwirakwiza aya magambo. Mauaji ya kimbali yaliyotokea Rwanda miaka 31 iliyopita yalisababishwa na chuki kwa misingi ya ukabila, lakini jambo ambalo wengi wameonekana kusikitishwa nalo ni kwamba kwa sasa itikadi hii imeonekana kushika kasi miongoni mwa vijana ambao kimsingi walikuwa bado hawajazaliwa miaka hiyo. BJ Kairaba ni mchambuzi wa kisiasa. Hii nadhani imekuwa ikitokana na kwamba vijana wengi wamekuwa wakiyapata mafunzo hayo ama itikadi hiyo kutoka kwenye mitandao ya kijamii. Kwa hiyo mi nadhani ili mambo hayo yote yasiweze kutokea tena, inabidi serikali sasa iweke mikakati ama mbinu mpya ambazo zitaweza kusaidia. Mitandao ya kijamii imekuwa uwanja wa mapambano baina ya vijana walioko nchini Rwanda na wale walioko nchi za nje, ambapo lugha zinazotumiwa ni dhahiri kwamba zinatoa taswira ya mustakabali usio wa uhakika wa baadaye nchini Rwanda. Silvanus Karemera, DW, Kigali.